Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wetu wa kipindi cha tafakari ya siku. Tuna tafakari inayotoka katika kile kitabu cha Warumi, sura ile ya 8. Bwana ametupa siku ya leo na ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliyetujalia neema ya kuishi leo. Karibu tuweze kwenda pamoja katika tafakari hii ya leo kama Bwana alivyotujalia. Warumi sura ya 8 anasema hivi, mstari wa 26. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Haya ni maneno mazuri ya faraja na ya kutia moyo, kwa sababu ya jinsi ambavyo kazi anayoifanya Roho Mtakatifu alipoachwa kwa ajili yetu ama alipoachwa kwetu. Roho Mtakatifu amekuwa akifanya kazi ya kuweza kutusaidia, kutuongoza, kutufundisha. Maanake tunaposema kutusaidia, tunapokuwa hatuwezi, na sisi siku zote hatuwezi. Ndio maana Biblia inasema, Wafilipi anasema, na yaweza mambo yote kwake anitiaye nguvu. Hatuwezi sisi isipokuwa tunatiwa nguvu. Sasa tunapotiwa nguvu, nguvu yetu ni Roho Mtakatifu anayetuwezesha kufanya yale ambayo tumekuwa hatuwezi. Ndio maana kuishi bila Roho Mtakatifu, kuishi bila maongozi ya Roho Mtakatifu ni kutengeneza kushindwa kwangu. Kwa hiyo ili niweze kushinda, kwa sababu yeye husimama mahali palipobomoka, mahali ambapo mimi siwezi kusimama, yeye husimama. Na anaposimama hunitengenezea mazingira ya kunisogeza mbele za Bwana hata kama mimi ni dhaifu. Yeye hufanya hiyo kazi, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kazi ambayo Roho Mtakatifu amepewa ni kazi nzuri sana ambayo tunatakiwa kutambua na kuweza kuithamini. Lakini zaidi ya yote tuweze, maana hapa anasema kwenye mstari wa 27, na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo. Achunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Roho Mtakatifu anatujua na anaijua nia. Sasa hapa ndo tunataka tupangalie kwa kifupi. Kuomba si kuomba tu, nia ndiyo inayoendesha maombi. Sasa nia ya kile ambacho ninachokihitaji ninapoomba, nia yake ni nini, ama nia yangu ni nini? Anasema katika Amos 3:3, watu wawili hawawezi kutembea pamoja wasipopatana. Sasa ili Roho Mtakatifu aweze kuijua nia ya roho yangu, ajue moyo wangu, maana yeye ndo anayechunguza, basi ina maana mimi nipatane na yeye, niende katika njia zake, nikubali kuongozwa naye. Kwa hiyo yeye atakuwa na ujua moyo wangu. Kwa hiyo mahali mimi ni dhaifu, anajua Helena ameshindwa, wacha nimuinue. Lakini sio kwamba Helena ametaka kufanya hivyo ambavyo ikamletea kushindwa. Napofikia hiyo hatua ya kwamba imeonekana mimi sio kwamba nimeshindwa, yani roho hii radhi, lakini mwili umekuwa dhaifu. Inapofika kuonekana kwamba sio hivyo, basi yeye atakachofanya ni kunijulisha na kunitambulisha, kwa sababu anaona nimeingia kwenye eneo la hatari. Tunaona hata wakati wa Yesu, roho yake ilikuwa radhi kuvuka, kusimama katika kazi aliyokuja kuifanya, lakini mwili ulikuwa ni dhaifu. Na sisi wanadamu tuna mambo mengi ambayo tunasoma katika Biblia na tunajua kwamba hizi ni kanuni za Mungu, tunashindwa kukaa hapo. Kwa hiyo roho inakuwa inatamani, moyo umebeba shauku, lakini mwili umelemewa. Roho Mtakatifu anainuka na kukusaidia, anakusaidia, anatufundisha namna ya kwenda, anatusaidia na kutuongoza, anatushauri, anatufariji. Wakati huo mwili ni dhaifu, faraja yake utaiona.
Ndipo sasa unaionaje? Kwa sababu ananibeba kwenye maombi. Atashughulika yeye, ataomba kwa Baba. Mimi nimeshindwa, siwezi. Kuna wakati unafika mahali unakuwa uwezi. Mimi kuna wakati nilifika nikawa hata kuomba siwezi, maana sijui niombe nini. Nataka kuomba lakini siwezi, maana mwili umelemewa kiasi ambacho hauwezi kuinuka. Tunakumbuka hata Yesu alilemewa hivyo alipokuwa katika maombi yake, mpaka akafika mahali akamwambia Baba, ikiwezekana kikombe hiki niepushie, niondolee. Mwili ulikuwa ni dhaifu, roho i radhi kufanya hivyo. Ndio maana kana muomba Baba. Hakuwa anasema sitaki kufanya mimi, anasema ikiwezekana niondolee kikombe hichi. Lakini akaja akagundua kwamba haiwezekani. Kwa sababu yuko hapa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo ndiposa akasema basi mapenzi yako kama mapenzi yako yalivyo na yatimizwe. Kwa hiyo sisi tuna wakati Roho Mtakatifu anatuombea, na ukiona ameshindwa kuombea, ina maana wewe unapaswa kupita hapo. Hilo ni jaribu lako. Hayo ni mapito yako, yaliwekwa kwa ajili yako, kwa sababu Mungu anataka kukuvusha mahali fulani. Kwa hiyo inabidi wewe unafeel ile pinch, yani ule mguso ule unapokuwa umefinywa, hiyo ndio unasikia ule uchungu na maumivu wewe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anachofanya wakati huo, anakubeba ili uweze kuvuka hapo. Roho Mtakatifu ni mzuri sana, lakini nani atambuae? Kama tunaweza tukatambua, basi tunaweza tukampa nafasi akafanya kazi nzuri sana katika maisha yetu. Tafakari yetu ya leo inatutaka kutambua unyeti wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu na heshima ambayo tunayotakiwa kumpatia kama msaidizi wetu. Fikiria, simfananishi Roho Mtakatifu na house girl, lakini nataka kutoa mfano hapo. Mama anafanya kazi, baba anafanya kazi. Mnaondoka usiku, mnarudi usiku. Yaani mnaondoka saa 12, saa 11, mnarudi usiku. Nyumba hiyo inaachwa na mfanyakazi siku nzima. Kuna watoto, apeleke watoto shule, apike chakula, adeki, afanye hiki na kile na kile. Hivi unaonaje siku ataamua anaondoka? Akisema anaondoka, ni nani atakayefanya hayo ili wewe ufanye hayo uliokuwa ukiyafanya kila siku? Unaona mahali shida iliyoko hapo. Sasa tunapomhuzunisha Roho Mtakatifu kwa kutokumruhusu yeye afanye yale ambaye kwa kusudi hilo ndo maana ameachiliwa kwetu, alafu kisha tukamfanya mambo yasiyofaa, tukamhuzunisha akaondoka, ndipo yanapokuja kutukabili yale mazito magumu. Na shangaa, hiki huwezi kufanya, hiki huwezi kufanya. Yeye kuna mambo alikuwa anabeba, kuna mambo yalikuwa yanaenda, wewe hujui yanaendaje, kwa sababu yeye ndo alikuwa anayabeba. Kuna mambo tulikuwa tunavuka na hatujui tunavukaje, kwa sababu yeye alikuwa anatuombea. Sasa inapofika mahali umemhuzunisha akaondoka, unashangaa vitu vimekwama, kwa sababu aliyekuwa anadeki hayupo, aliyekuwa anapika hayupo, aliyekuwa anapeleka watoto shule hayupo. Mwisho unaomba likizo. Unaomba likizo kazini, ukae nyumbani, utengeneze mazingira ya nyumbani, kwanza utafute house girl kwa gharama yoyote. Unasema jamani, mimi kwa gharama yoyote nitatuma nauli hata kesho. Sasa hiyo ndio uko kwenye pressure, unaingia kwenye maombi ya kufunga haraka. Unaona kama vile Mungu anachelewa kufanya. Kuna wakati alikuwepo na alikuwa anafanya, lakini kwa sababu mimi sikutambua na sikuona umuhimu wake, nikadharau, nikapuuza. Sasa tafakari yetu ya leo, tunataka tumuone umuhimu wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Tusione tu vitu vinaendeshwa kwenye maisha yetu tukashindwa kuelewa ni nani anayefanya hayo. Siku ataondoka ndipo nakuja kugundua kumbe. Maanake unaona kwamba vitu vilikuwa vinatembea, unaona vimekwama. Hata hivi ninavyosema kuna watu vitu vyao vimekwama. Hata hivi ninavyosema kuna watu walikuwa wanaona movement, lakini sasa hivi wanaona kusimama. Kuna mtu alikuwa anaweza kuomba saizi hawezi. Kuna mtu alikuwa anaweza kufanya shughuli zake sasa hivi anaona hawezi. Kwa sababu shetani yuko kazini, anapokuattack, akaattack fahamu zako, akaattack nafsi yako, akaattack chochote anachoweza kuattack, anakuzuilia mwendo. Na kisha kuzuilia mwendo, sasa wewe wakati amekuattack alafu na wewe ukashindwa kujinasua hapo, yani kutambua kwamba huyu ni shetani, Roho Mtakatifu tunamhuzunisha, na tukishamhuzunisha tunazuia utendaji wake katika maisha yetu. Basi tafakari yetu ya leo, hebu tafakari, je, ulishawahi kumhuzunisha Roho Mtakatifu? Ama sasa unamhuzunisha Roho Mtakatifu? Unathamini kazi anayofanya ndani yako? Ama wewe kwa sababu unaona vitu vinafanyika unafikiri ni kwa nguvu zako? La hasha. Roho Mtakatifu yuko kazini na aliachwa kwa sababu hiyo. Tena hutuombea kusikoweza kutamkika.
Ana kazi anayoifanya ni kazi ambayo sisi hatuwezi kufanya. Ndio maana msichana wa kazi anapoondoka nyumbani, unatafuta mpaka unaenda kutafuta ndugu waje wakusaidia, kwa sababu kazi alizokuwa anafanya msichana wako wa kazi wewe huwezi kuzifanya. Huwezi. Sasa haitupasi kumheshimu Roho Mtakatifu? Ni mara ngapi tumemneglect, tumemkataa, tumempuuzia, tumemdharau, tumemwona hana maana, tumemwacha huko nyuma, tukaona kwamba wewe bwana, wewe acha kumsukuma sukuma. Kumbe yeye anatuongoza katika njia nzuri. Saa nyingine anakuondoa hapo. Unakumbuka kina Lutu aliondolewa kwa nguvu kule katika mji ule wa Sodoma, wakati wao hawajui kama moto wa kibiriti unataka kuwashwa. Ibrahimu ameshawaokoa, kwamba anasema wamekuja sasa, wanaondolewa, hawaelewa, anapoondokeni haraka jamani, haraka kwani tukimbilia wapi? Kuna shida gani? Kwa sababu kila siku walizoea mambo ni yale yale, wakatolewa kwa spidi, wakakimbia. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Yeye spidi anazokwenda nazo anapofanya kazi, sisi hatuwezi. Kwa hiyo kuna wakati mwingine anatupeleka kutuondoa mahali ambapo shetani anataka kutushikilia, alafu sisi tunampuuzia, tunamdharau, tunamwambia wewe nenda bwana, mimi niache hapa. Unakuja kushangaa umenaswa. Na tutafakari hili leo. Linaweza likaonekana ni la kawaida sana, lakini limebeba unyeti mkubwa sana kwenye maisha yetu. Kwa sababu wakati wa mashambulizi, nani atusaidiaye kama si Roho Mtakatifu? Basi na tukatambue hilo leo. Na kama nilikuwa ninamhuzunisha, basi mwambie Bwana nisamehe. Roho Mtakatifu, naomba ukatusamehe. Yamkini kweli tumekuhuzunisha sana. Maana kuna mambo mengi tulichukua ya kawaida. Tena tukaona kabisa kwanza wewe husiki, wana huko haupo. Lakini kumbe uko kila mahali katika maisha yetu. Hata katika yale ambaye hatudhanii, lakini wewe upo. Naomba ukatusamehe mahali ambapo tumekudharau, tumekupuuzia, hatukukuweka maanani na tukaona kwamba labda hili alikuhusu. Turehemu na ukatusamehe. Ukatujalie neema ya kuweza kusimama. Sasa tukupe nafasi. Na sisi tunakupa nafasi ya kuweza kutuombea, kutubeba, kutufundisha, kutushauri na kufanya yale yote ambayo yanayohusu maisha yetu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Mungu atubariki.